Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd, leo nasaha yetu itakuwa juu ya kuonesha kwamba mahali ambapo pakubaliwa istighfar, mahali ambapo pakubaliwa msamaha ni katika vipindi vya usiku. Ndio mahali ambapo kwamba msamaha wako wakubaliwa. Isome Qur'ani tukufu, utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kwamba wale waja wa sawa sawa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu amewasifa kasema, kanu qalilan minal layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Wale waja wa Mwenyezi Mungu, kanu qalilan minal layli, ilikuwa ni uchache sana katika usiku wanapolala. Ina maana zile mbavu zao hudara kidogo kitanda zikainuka. Kwa lugha inayoeleweka ni kwamba zile mbavu zao za shindana na kitanda. Nafsi yataka kulala, mbavu zataka kulala, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ya wazuilia wasilale, wainuke. Kanu qalilan minal layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Na katika wakati wa maladaku, wakati wa kuanzia kina saa 9 na saa 10, hum yastaghfirun, wao wamekaa wanaomba msamaha, wanasema astaghfirullah alazima alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi. Ndio kazi ya wale ambao ni waja wema, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala istighfari katika vipindi ambavyo ni vipindi vya usiku. Hasa sisi Waislamu leo tuangalie hali zetu za maasiya, za mazito ambayo kwamba tuyafanyayo. Leo imefika hadi maasiya yalivyokuwa ni mengi mpaka yule ibilisi mwenyewe hushangaa, kaona haya maasiya siyajui mimi. Nyinyi wanafunzi mmemshinda fundi kwa yale maasiya muyafanyao, mpaka ibilisi mwenyewe akashika tama, akashangaa kuona sasa hawa wamefika daraja ya maasiya yeye hayajui, basi waja wayajua. Sasa ikiwa hali ni hini, ndio wakati wa kufika kila mmoja ajute, arudi, aelekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kwa kutaka msamaha sana. Na wakati wa kukubaliwa msamaha ni wakati wa usiku. Unapokuwa wewe wasali, ujue kwamba msamaha wakubalika, na msamaha wako unakuwa unaingia moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ayuha sada, enye mlo katika kando ya redio zenu, hakuna kipindi ambacho kinaweza kuwa ni kizito katika mwanadamu kama kipindi ambacho kusimama usiku, kwa sababu sheitani haoni raha kusimama wewe usiku. Nitatoa kiswa kimoja kifupi ili muone kwamba sheitani ana kazi kubwa juu ya kuonesha kwamba wewe usisimame usiku. Kuna moja alikuwa akapotelewa na kitu chake au senti zake kwa lugha leo, akawa zitafuta hazioni. Akaenda kwa mmoja katika wanazuoni, akaambia, mimi nimepoteza kitu na nimekiweka, sijui nimekiweka wapi, nitakoniombee dua nikikumbuke. Yule mwanachuoni akamwambia, dua fupi, usiku inuko swali. Ule bwana mwambia, mimi nitakoniombee Mungu kile kitu nikione, waniambia niunuke usiku ni swali? Akamwambia, naam, nenda kainuke. Ule bwana akainuka usiku. Alipoinuka akiswali raka ya kwanza ikawa nzuri mno. Raka ya pili yuwaswali, mara akakumbuka senti ziko chini ya mto. Akaswali haraka haraka, atahiyata ka haraka haraka, akaziwacha, akaenda akachukua senti zake. Hakuswali tena yule bwana. Nini? Kwa sababu sheitani hataki kukuona wewe ufanye ibada usiku. Atakutia uvivu, atakuambia umeshiba sana, atakuambia umechoka sana, leo lala, kesho tainuka. Kwa hivyo yote haya tuiepuke, ili tuweze kufanya nini? Tuweze kupata rehma na neema ambayo imo katika usiku, hasa kusamehewa madhambi yetu. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika wale wenye kusamehewa madhambi na kufutiwa madhambi katika masiku haya matukufu ya mwezi wa Ramadhani.